Baba wapende ma, wapende ma. Baba wapende ma, Baba wapende ma. Wape nguvu, wape nguvu, wape nguvu, Baba wape nguvu. Baba wapende nguvu, wape nguvu. Kwa majina naitwa George Keao Kaka. Mimi ndio mwathiriwa mwenye nilikuwa na mwathiriwa wa bibi yangu kuanzia mwaka wa 2019. Kidogo tulikuwa Nairobi, hiyo mambo ya kanisa ikaanza. Kwa uchache, sitaongea kwa urefu, nitaongea kidogo kwa ajili masaa. So wakati tulikuwa huko Nairobi, kaingia kwa hiyo kanisa, but nilingangana vile nawezavyo, nikamtoa huko nikamrudisha huko nyumbani. So kwa mwaka yenye alitoka huko akaenda huko, ilikuwa mwaka wa 2023 mwezi wa kwanza. Sasa nikaanza kungangana kutafuta, tukatafuta na shemeji yangu. Wakati tulitafuta tukashindwa, tukanyamaza tena, ikabidi tutulie. Tulitulia, mambo ya Shakahola ikaanza kwa TV. Tena tukasanyana na shemeji yangu na mzazi, tukaenda paka Mombasa, tukafanya DNA. Wakati tulimaliza DNA, tukarudi huku. Wakati tulirudi huku tumekaa kutoka 2023 mpaka 2024 August, ni Oktoba. Wale tumefika hiyo mwezi, nikapigiwa simu na DCI, nikaambiwa ile DNA tuliacha huko imetoa miili zetu, miili 4, mama na watoto wangu wote 3. Sasa kwa saa hii mimi yenye inaweza sema serikali imetusaidia, MP wangu amenisaidia, nimefikisha watu wangu kwa boma letu, kwa wazazi wetu na kwa familia kwa jumla imefurahia. So tunarudisha tu shukrani kwa serikali yetu kuu na hata serikali ya mashinani. Bibi yangu nilimuoa mwaka wa 2008. Nimekaa na bibi yangu miaka 15. Tulizaa na yeye watoto 10, 3 walifariki. Nilikuwa nimebaki na nilizaa na yeye watoto 8, 3 wakakufa, nikabaki na yeye watoto 5. Hao 5 ndio alienda na wao huko, na kwa saa hii nimepata miili 4. Mama yao na watoto 3. Watoto 2 hawajapatikana, lakini serikali ilinieleza wakipatikana tena itaniita. Kitu yenye mimi naweza sema tushikane pamoja, tusiende kwa makanisa yenye haieleweki. Alafu watu wenye wanasema serikali haisaidii, mimi nimeona matunda ya serikali kwa ajili nimepumzika pakubwa kupitia kwa Mheshimiwa Tindi Mwale, MP wangu wa Butere. Ameniwezesha kunifikishia kufanya matanga ya bibi yangu na watoto wangu. Saa hii niko na amani ndani ya moyo wangu. Na narudisha shukrani kutoka juu kwa serikali mpaka hapa chini. Hata watu wa kanisa, pastor wangu wako hapa, nashukuru mjomba wangu wako hapa, nashukuru mzazi wa kutoka na bibi na shemeji yangu. Hiyo kanisa sijaienda huko kuenda huko kuabudu na wao. Alienda huko kwa ajili nilikuwa natoka kazi, naenda kazi naye anashawishiwa na wana plot wa mama wenzake wanaenda hiyo kanisa. Wakati niligundua mara ya kwanza ilikuwa Pastor Makenza alikuwa na mkutano Kawangware. Hiyo siku nilikuwa kwa nyumba kutoka Friday mpaka Sunday. Mwenyewe nikaenda nikahudhuria hiyo mkutano ya crusade. Wakati tulitoka huko nikamwambia unapotea, hiyo sio kanisa. Hapo ni kupotea, tunapotea. So sitaki kuona watoto wangu wanaenda huko, sitaki kuona mwenyewe ukienda huko. Hapo ndio tulianza kutengana. Bibi yangu nilikuwa nimemfungulia saloon. Nilikuwa nimenunua vitu za saloon ziko kwa nyumba. Wakati nilirudi nikapata kama ameuza. Nikamuuliza kwa nini umeuza vitu za saloon? Hutaki kuendelea na saloon? Akasema saloon ni marembo ya dunia. Na yeye saa hii mahali ameingia kwa kanisa ameingia, hakuna marembo, hakuna hospitali kutibiwa, hakuna mtoto kwenda shule, hakuna mtoto kutairi. Nikamwambia unaona hizo vitu unataja, hiyo ndio injili mlikuwa mnasomewa huko Kawangware, nikakukataza. So hiyo vitu zote huyo mwenye anawafundisha anaongea na Kizungu. Kwani yeye alitoka kwa tumbo ya mamake na Kizungu? Tukaanza kuindafiana na bibi yangu. Hizo vitu ndio zilifanya nikaanza kufanya nini? Kuindafiana na akatoa watoto shuleni, na jaribu napeleka shuleni, yeye anaenda na watoa huko hawasomi. Watoto wakigonjeka tunanyang'anyana na yeye, nikienda nipeleka hospitali na yeye anafanya nini? Anawatorosha, anasonga mahali pengine. Hizo ndio zilionyesha yeye afanye nini? Hataki imani yetu. Watoto waliopatikana, mtoto wangu wa kwanza anaitwa Viona Wetende, mtoto wa pili anaitwa Beatrice Nekesa,
Mtoto wa tatu ndio hakupatikana, anaitwa Joseph Osiako. Na sasa mwenye anafuata Joseph Osiako ndio alipatikana, anaitwa Jesse Okaka. Mdogo sasa mwenye anafuata Joshua Okaka ndio hakupatikana, anaitwa Ruth Wetende. Miaka unaweza jua kumeka. Mwaka mtoto wangu wa kwanza alipotea kwa mikono yangu kuanzia hiyo mwaka wa 2022. Kwa hao wenye wako hapa. Wa kwanza alikuwa na miaka 10. Wa pili alikuwa na miaka 6. Huyo mwenye alikosa kupatikana alikuwa na miaka 4. Huyo kijana mwenye alipatikana alikuwa na miaka 3. Kale kadogo kenye kalikosa kupatikana kalikuwa na mwaka 1 na miezi 8. Mimi sioni mtu mwenye ako na moyo kama wa Tindi Mwale. Amejaribu. Na sio mimi pekee, si jinajisifu. Anafanya vitu zenye zinaeleweka. Hata ukitembea huku kwetu amejaribu kusaidia. Na ninamshukuru sana. Aendelee na huo moyo. Kwa ajili amevuta watu na vijana, watu wote wako karibu na yeye. Naomba wahisani wote ama wakubwa wangu kuongeza kwa mheshimiwa wangu na serikali kwa ujumla inisaidie. Angalau nimepata 4. Sasa wenye wamebaki 2, naomba waongeze juhudi. Kwa ajili nashukuru hata Red Cross na DCI kwa kufanya udadisi ya mikakati ya kutafuta watu. Kama nitawapata wakiwa hai, nitashukuru. Kama nitawapata tena wakiwa wameenda, niko radhi niwachukue nikuje niwapumzishe tena. Na nitulie na roho yangu sasa. Kwa majina naitwa Frida na Mayo Osiako. Nikiwa sister yake aliyekufa ambapo anaitwa Alice Nyongesa Osiako. Sister yangu nilimpenda sana. Na kulingana na hii mambo wanaongea kwamba maneno ya Makenzi, tulikuwa tunaona vitu tofauti ambapo alikuwa akifanya. Anakataza watoto wasiende kusoma, anakataza watoto wasiende hospitalini, ambapo ni vitu ya kutatanisha sana. Na ukisema anakuingiza kwa Biblia. But kwa hayo yote tulikuwa tunamwangalia sana. Tunamkataza hizo vitu lakini hasikii. Paka ikafika wakati akatoka na akapotea. Hiyo wakati tulimtafuta sana dunia hii yote. Lakini hatukuwezewa. But imefika siku yenye tulisikia hii maneno ya Chakahoda vile ilitokea, tukaenda tukafanya DNA hapo Malindi, ambapo tuliambiwa tufanye DNA na tukafanya DNA na tukaambiwa turudi nyumbani tuachie serikali kazi yake. Ukweli tumerudi, tumekaa mwaka mzima ambapo tumeitwa DNA imetokea. Twende tuangalie kama ni watu wetu ama hapana. Ukweli tulitoka hapa na shemeji yangu, tukaenda tukadhibitisha kweli. Tukapata ni watu wetu. Na wakatuambia turudi tutengeneze mazishi. Ukweli tumetengeneza mazishi na tumerudi huko tukapewa mili. Hali ilikuwa ngumu, ni ngumu sana because mtu ambaye umependa kukutokea na aende apotee kabisa. Unaona ni ngumu kabisa. Lakini kwa yote tulijivumilia sana. Mpaka wakati huu vile tumempata. Mimi naweza ambia wamama wenzangu. Wamama ndio wanakuanga na roho kidogo, yani roho ya haraka kusikiza. Nataka niwaambie wamama, tafadhali kanisa zimekuja hii dunia na ni kanisa za kutatanisha sana. Na zinatafuta sisi wamama. Mumama kama uko na shida kwa nyumba, usione kwamba hiyo shida iwezi isha. Shida inaweza isha. Unaweza pata hauna chumvi, mnakorofishana na mzee wako, hana pesa unataka. Lakini ukisikia kwamba kuna kanisa mahali ambapo inapika chakula pale na nyama unakula, inapatiana soda unakunywa, saa zile ya kwenda nyumbani unapewa pesa, chunga sana. Wamama mnisikie, nimepoteza mtu wa maana sana kwa sababu ya hizo makanisa za uongo. Tafadhalini wamama mnisikie. Hizi makanisa wachaneni nazo. Wachaneni kabisa nazo, mtapoteza familia zenu. Kwa mheshimiwa wangu Tindi Mwale, mahali huko kokote, nakushukuru tu sana. Mimi kama sister yake msichana singeweza hiyo mzigo. Lakini vile ulisikia ripoti yetu, umesimama na mimi,
umeleta masanduku hapa, masanduku 4, Tindimwale ndiye amenunua. Na akatuletea hema na viti 100 na hema 2 na viti 100. Tindimwale mali huko kokote. Na kushukuru sana, na chochote ambacho unahitaji acha Mungu tu akupatie. Na watu wa Butere, munisikize vizuri sana. Mumepata mheshimiwa ambaye ni mheshimiwa anafikia mtu wa chini. Tafadhali wananchi wa Butere, patieni Tindimwale kura akaweze kuwafanyia kazi. Mkipata mheshimiwa mwenye anafika chini, msimdharau. Tindimwale anafanya kazi mzuri. Mimi niko na mheshimiwa huko lakini afanyangi kazi kama hii. Kama mwezi mpatia kura, mimi ndamchukua nimpeleke huko kwangu na nimpe kura akuwe mheshimiwa wangu. Kwa majina mimi ni Philip Mateni Juma. Mimi ni mjomba yake George Kea. Mimi ni mjomba wa George Kea ambaye amepoteza familia yake huko Shakahola. Na kabla ya hayo, huyu msichana alianza kusumbua kijana. Akaja akaniambia, mjomba, bibi yangu ananisumbua na ameingia kanisa ambayo inampoteza. Nikajaribu kuongea na msichana, nikamwambia hiyo kanisa ni mbaya, sababu kanisa ambayo watu hawatibiwi, watoto hawawezi kwenda shule, watoto wakigonjeka atanafungia tu kwa nyumba. Nikajaribu kuongelesha msichana mara kadhaa, nikamwambia hiyo sio dini ambayo unastahili kuambatana nayo. Msichana aliniambia kwamba hakuna kanisa ambayo ilikuwa mbinguni. Kwa hivyo yeye mbinguni hakuna tiba, mbinguni ni maombi tu. Kwa hivyo yeye anaona ako sawa. Tulizidi kumwongelesha mpaka hadi alipotoka na watoto akapotea. Tukajaribu kutafuta, tukashindwa. Kijana akatafuta akashindwa. Hapo ndipo tukakaa, tukanyamaza. Kidogo tukaanza kusikia hiyo habari za Shakahola. Hapo ndio kijana na shemeji yake walijitoa na wakaenda, wakafanyiwa sample, wakachukuliwa sample zao na wakaambiwa wasubiri hadi walipoitwa. Hapo ndipo yote imetokea. Kwa hivyo mimi na washauri walimwengu wote, tafadhali, ukiona mtu akiingia kanisa, sio kanisa zote ambazo ni mzuri. Kuna kanisa zingine ni devil worshippers, kuna kanisa zingine za kuangamiza wananchi. Kwa hivyo mjihadhari sana wamama, hasa sana wamama ndio wanapenda kuwa raisi na kuhadaiwa na matapeli. Huyo mtu wa Shakahola Mackenzie ni tapeli mkubwa ambaye alikuja kumaliza ulimwengu. Kwa hivyo mimi naomba hata kama ni Mungu penya alipo akamchape makofi hata akazirai. Tafadhali, nahisi kwamba tafadhali kama ingelikuwa na uwezo wangu, ama naomba serikali haki iweze kutendeka kwa wale wapoteza wapendwa wao kama sisi, na waweze kuwa compensated na Mackenzie achukuliwe hatua kali ambayo inastahili tabia zake hizo. Kwa majina ni mchungaji Vincent Nandwa, kanisa ni Faith Pentecostal Hope Church. Na kanisa hili kanisa la imani, kanisa ambalo linaabudu Mungu kwake na ukweli, liko tu hapa sehemu za Butere. Na tuko mahali hapa kwa sababu ya kuna mshirika wangu ambaye anaitwa George Kea, ambapo alituchunga nasi 2023 kiwa mwezi wa 11. Alikuja kanisani akilia kwamba watu wake walipotea, ajue wenye wako wameenda kule Mombasa walipotea. Kwa hivyo tumesaidia kwa maombi ili apate kwenye familia yake yuko, kwa sababu hakuwa na amani. Tutaanza kufanya ibada ya maombi, tukimwombea mwenyewe hakuwa na amani, lakini kulingana na maombi akatulia. Sasa akatulia kabisa, ndio akarudi mtu wa kawaida, akaanza kufanya shughuli zake. Kwa hivyo imekuwa siku chache, siku 2-3 huko nyuma, akanipigia simu ya kwamba kuna samba ambalo walikuwa wameacha kule Shakahola, watu wake wamepatikana kule, watoto 3 pamoja na mama, anahitaji wampatie mili wakuja wasike. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa sababu nilipopeleka ripoti kwa ukopo wangu referent wangu Josephat Mayavi, nikamwambia akakubali, pia mimi kanisa likakubali ya kwamba tusaidie mshirika wetu ambaye ni George Kea. Ndio tuko mahali hapa wakati huu. Ukisoma kitabu cha Wakorintho 11 mstari wa 13 inasema kwamba kuna watu wale ambao watajifanya mitume, watajifanya manabii, watajifanya hao ni Yesu, lakini sio Yesu, ili kutapeli watu, ni kumaliza watu.
Kwa hivyo napatia washirika wale walipo ama watu wa mali waliko wote wajue, wamama na wazee hata vijana wajue kanisa la kuingia ndani, kwa sababu makanisa yamekuja ambayo ni mabaya itawamaliza. Makanisa yamekuja teule worship, wengine anasema kwamba wafunge ndio kukutana na Mungu. Hakuna kufunga ndio kukutana na Mungu, hapana. Wale ambao Mungu aliokoa kina Enoch wakina nani, hao walienda tu. Huwezi tufanye wewe ni Enoch ama wewe ni mtu fulani, hapana, ama wewe ni Yesu, hapana. Kwa hivyo watu wajue kanisa la kuingia ndani, usiingie tu kama kanisa ambayo imetokea kwamba nimeona hii kanisa ni mzuri, ndio nipatie kwa sawati ama nifunga ama nifanye, hapana. Enda mahali pale upate uchumba wa Yesu Kristo, sio maneno mengine. Kwa majina ni Nora Salisi, nikishiriki kanisa ya Faith Pentecostal Hope Church, headquarter yetu ikiwa Mumias. Nashukuru kwa sababu ya siku ya leo, sababu jana tulikuwa na mazishi mahali hapa kwa ajili ya wapendwa wetu ambao walikuwa wamepotea, ambapo ni watoto na mke wa muumini wetu ambayo ni George Kea, ambaye alijiunga nasi wakati alipokuwa anahangaika. Amebaki peke yake, akona hofu. Unajua mtu anapokuwa na shida mingi inafika mahali papa naona ya kwamba amebaki peke yake, akona hofu. Lakini tulimkujia, tukaanza kumsaidia kwa ajili ya neno na kumtia bidii na kumpatia tumaini katika maisha yake, na tumeona ya kwamba amekuwa hatua kubwa, kwa sababu wakati huo hata alikuwa anahangaika katika kazi, lakini najua saa hii amepata kibarua ambapo anajishikilia. Siwezi sema ya kwamba amefika kwa sababu baada anahangaika hana chochote, lakini najua kwamba vile amechukulia maisha positively, hakika amesaidika. Na nikumshukuru, kumwambia tu ya kwamba Mungu bado ako naye, akazidi kuomba huyo Mungu. Na hata mtu unapokatwa kwa harufu tu ya maji, harufu ya maji ni maombi. Huyo ni Ayubu 14:7. Kuna uwezekano wa kuchipuka tena. Niko na imani ya kwamba George maisha yake iko bright sana, atachipuka tena katika maisha yake. Mwanaume na kina mama kuhusiana na makanisa ambayo kwa sasa wewe kama mmoja wa viongozi wa kanisa. Wamama, tafuta Mungu kwa ukweli kupitia kwa neno lake. Tumepatiwa Biblia ambapo hakika unaposoma unajua yale ama zile doctrines ambazo tunastahili kuwa nazo. Usitokee tu na doctrines ambazo hakuna yeyote ambaye aliandika. Ukisoma kutoka kwa Genesis kufika Revelation, unapata ya kwamba hizo doctrines ambazo umefuata hakuna mahali popote ambapo zimeandikwa. Tuwe na zile doctrines ambazo Yesu mwenyewe ametupea kupitia kwa neno lake, utakuwa. Lakini unapoanza na doctrines zingine ambazo hazina mwelekeo, hakika utapotea. Kwa hivyo mama, tukue na imani na tusikuwa watu wa kutapatapa huku na huku, kwa sababu unapotapatapa huku na huku utapata lolote, bali utapata hasara tu. Kwa majina naitwa Thomas Waso Okola. Mimi ni mshirikishi kwa ofisi ya Mheshimiwa Tindi Mwale, wodi yetu ya Marama ya Kusini. Na ili janga lilipotokea ama ujumbe ulipofika, Mheshimiwa alitupigia simu kama kawaida yake tukiwa na mziba kama huu, akatujulisha, akatuunganisha pamoja na mkubwa wangu chairman yuko hapa, akatuambia tukuja hapa tushirikiane na familia tupate waseme yale ambayo tunaweza kuwasaidia. Kweli tulikuja hapa tukakaa mkutano na familia. Familia ikatuambia mahali walikuwa na ulegevu, wakatuambia kwamba mheshimiwa kama ana uwezo awasaidie na jeneza 4. Kwa kweli ya kwamba tulikaa na familia tukaongea na mheshimiwa akatumanisha, ikawa ni kwamba tununue jeneza 4 ambazo kweli mheshimiwa alinunua kawaida yake, akatoa tena hema 4, hema 2 na viti 100. Tukaletea familia vile tukubaliana na familia. Na ni uchungu. Ukweli ni kwamba ni uchungu. Ushauri ambao naweza toa kwa familia ni kwamba, ama naweza toa kwa wananchi wote, sababu ni janga ambalo ni kama ambalo ni janga la Kenya nzima. Lazima tujihadhari na haya makanisa ambayo hatujui yametoka wapi. Na metokeo ndio hii tumeyaona hapa
haya matokeo tulikuwa tunayaona kwa umbali huko, lakini ndio imekuja mpaka hapa kwetu. Naweza kushukuru sana mheshimiwa kwa sababu anasimama na wale ambao wako na majanga kama haya. Nashukuru sana Mheshimiwa Tindi Mwale, namshukuru sana, naendelee na hiyo roho ya kusaidia wale ambao wanahitaji usaidizi. Kwa majina naitwa George Mlama, mimi ndio ODM chairman Butere. Pia mimi ndio political advisor wa mbunge Mheshimiwa Tindi Mwale. Mambo imesemwa na watangulizi wangu hapa, vile kila kitu iliendelea. Mimi yangu itakuwa machache. Nataka kuomba Mheshimiwa Tindi Mwale aongee na president, ikiwezekana tuwe na compensation kidogo kwa wale watu ambao wamebaki. Sababu sasa kama hapa George huyu alikuwa na watoto wake 5, amepoteza wote na bibi, amebaki peke yake. Na kama bado rais anafikiria kufanya hivyo, nataka kumuuliza Mheshimiwa Tindi Mwale, umefanya maajabu hapa, lakini haitoshi. Huyu kijana ataishi maisha gani? Kiangalie nyumba yako, ni wapo naweza kumweka kidogo, ndio sasa arudi kuwa normal. Tunaweza sika hivi na tufuatie ile kusika yeye. Ndio tunakuomba, angalia nyumba yako ni kubwa. Mahali popote tunaweza kupata nafasi, patia huyo kijana kae mahali, atulie, aanze kujijenga upya. Hiyo unaweza. Kitu uwezi ni kumpatia watoto. Lakini mdogo, ni kijana, bado ni kijana. Na mshauri akubali ishe, atafute bibi, asaye watoto wengine. Kwa sababu Mungu ambaye alimpa atampa watoto wengine. Sitaongea mambo mengi. Hii ni uchungu na ni uchungu sana. But Mheshimiwa Tindi Mwale ako unique. Watu wengi wanaenda matanga ya matajiri kujionyesha. Ye anatafuta wadogo. And I'm happy kama mshauri wako wa kisiasa unasikia. Endelea kusaidia wale wanyonge. Kwa sababu hakuna haja ya kusaidia tajiri na akonayo tayari. Na Mungu akubariki. Tengenezeni njia, Yesu apite. 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 Tengenezeni njia, Yesu apite. Sauti ya Bwana ikatoka jangwani. Tengenezeni njia, Yesu apite. Ikatoka mbinguni. Tengenezeni njia, Yesu apite. 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 Tengenezeni njia, Yesu apite. Sauti ya Bwana ikatoka jangwani. Tengenezeni njia, Yesu apite. Tengenezeni njia, Yesu apite. Naja kwako Baba uniongoze. 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 Kweli naja kwako Baba uniongoze. 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 Siyawezi Bwana, anaweza yale. Siyawezi Bwana, anaweza yale. Siyawezi Bwana, anaweza yale. Siyawezi Bwana, anaweza yale. Yaliyonishinda Bwana,
atafariki tu. Naomba tu ni kama umemaliza kuzika basi watu wanataka waende kwenye anaweza yale siyawezi Bwana, anaweza yale siyawezi Bwana, anaweza. Baba, nakushukuru, nisema asante. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwenye rehema. Kumbuka Yesu, wewe ndio Mungu uliumba hawa, wewe ni Mungu umewachukua. Najua kwamba siku ya mwisho, wakati parapanda ya mwisho talia, watafufulia pamoja na wale ambao wamekufa tayari. Najua kwamba uko na uwezo na uko na mamlaka. Naomba kwa ajili ya familia hii ambapo baba wapendwa wametoka ndani, Mungu kaufariji, ukapatie kipali, ukapatie neema. Ni wote ambao baba Mungu mshiriki kipata siku neema kipali chako. Neema yako kaweze kuwafunika. Nikikemea kiwiliwili kuinuka tena kuandama. Nikikemea kiwiliwili watu walikufa kuandama. Yesu mwana Mungu unatoa. Wewe ndio Mungu mtakatifu wa takatifu. Endelea kuwafariji na kuwafunga na ukanda wako Bwana. Wewe ndio Mungu utafariji familia hii. Ipe kipali, ipe neema. Naomba kwa ajili hata kanisa ukaweze kulitunza. Tunza hata Bwana wapendwa hata majirani. Wewe ndio Mungu mwenye rehema. Tunahitaji kipali chako, tunahitaji neema yako. Baba, sama nasi Baba, tuongoze hasa sana wapendwa ambao ni kaya ambao wamepoteza familia, na mnenea jambo la amani. Wacha akapate amani, wacha akapate amani, wacha akapate amani. Na kemea mikosi kuandama kaya kila wakati, na kemea mikosi kwa familia, mikosi tena. Yesu natoa, Yesu natoa, Yesu natoa, Yesu natoa. Naomba kwa kila mmoja ambaye ameshiriki katika ibada ya siku ya leo masiko, naomba neema yako ikatawale Bwana, kwa sababu unaweza. Kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu naomba na kuamini. Amen. Wasimamao imarani kama mlima Sayuni, hawatatingizika milele daima. Imarani kama mlima Sayuni, hawatatingizika milele daima. Wasimamao imarani kama mlima Sayuni, hawatatingizika milele daima. Wasimamao imarani kama mlima Sayuni, hawatatingizika milele daima. Daima.